Qur'ani na hadithi ya Bwana Mtume inasema Nabii Isa atarudi duniani kwa sababu nne. Sababu ya kwanza, Nabii Isa atakaporudi duniani atarudi kwa kuwa ni katika alama za kiyama, ashrati saati al-kubra, zile alama za kiyama kubwa kubwa, mojawapo ni Nabii Isa kurudi duniani. Ndio Nabii Isa atakaporudi atakuwa ameishika mabawa kama anavyoelezea Rasulu sallallahu alaihi wasallam, mabawa ya Jibril alayhi salam, atashuka naye kutoka mbinguni, anateremka naye mpaka katika Baitul Maqdis, atashukia pale. Ndio wakati huo, ndugu zangu, yatatokea mambo baada ya mambo. Hii yote ni katika alama ya kiyama. Nabii Isa atakapoteremka, na hapo hapo Mahdi al-Muntadhir ambaye ataleta adala katika dunia hii, naye atajitokeza. Atakwenda katika msikiti wa Baitul Maqdis, atakutana na Nabii Isa alayhi salam, atamwambia Nabii Isa, naomba uwaswalishe watu. Nabii Isa atamwambia hapana, sio mahali pangu hapo. Ndio Mahdi al-Muntadhir atamswalisha Nabii Isa pamoja na Waislamu wengine. Ndio hapo hapo, haitopita muda, ad-Dajjal, Masihi ad-Dajjal naye atajitokeza. Na huyu Masihi ad-Dajjal atajitokeza katika dunia hii, ataishi chukua muda wa siku 40. Mtume anasema siku 40, siku moja ni sawasawa na mwaka, siku moja ni sawasawa na mwezi, na siku moja ni sawasawa na wiki, na masiku 37 iliyobakia itakuwa ni masiku ya kawaida. Kwa hivyo kwa muda wote huu, siku 40 ikiwa ni mwaka, itakuwa ni ataishi Masihi ad-Dajjal katika ardhi hii kwa mwaka mmoja na miezi 4 na wiki 2. Atazunguka dunia nzima na ataleta fitna kubwa sana. Yeyote ambaye atakayekuwa hai wakati huo atakuwa kwenye mtihani mkubwa sana, isipokuwa yule ambaye ana imani ya hali ya juu. Atawadanganya wengi na atawaonesha kwamba ana uwezo, na Mungu atampa uwezo wa kuwafitini watu. Ataweza kuwafufua mababu za watu ambao walifariki miaka na miaka. Anaweza akateremsha mvua kwa watu wa mtaa fulani tu, na pale pale ikazaa mazao, na siku hiyo hiyo wakavuna. Wengi wa watu watafitinika. Lakini Nabii Isa alayhi salam atakapopata habari kwamba Masihi ad-Dajjal ameshajitokeza, sababu ya pili ya kuja Nabii Isa ni kuja kumuua Masihi ad-Dajjal, na atampata Masihi ad-Dajjal katika Babul Lud ndani ya Palestina. Ndio unaona hawa Mayahudi wanajua hiyo, na Nabii Isa alayhi salam, namna Mungu alivyompa uwezo, atamuua Masihi ad-Dajjal ndani ya Babul Lud. Lakini sababu ya tatu kwa nini Nabii Isa kurudi duniani, atarudi kuja kuvunja misalaba. Mtume wa sallam anasema atakuja kuvunja misalaba. Leo Wakristo wengi na Mayahudi wanaamini kwamba Nabii Isa alayhi salam atakaporudi atawajua wafuasi wake kupitia kwa msalaba. Wenyewe watashangaa kumwona Nabii Isa anavunja misalaba na anaingia msikitini kuswali, na ndo hapo watageuza kauli, watasema kumbe Nabii Isa ambaye tunamngojea sisi ni gaidi kama hawa wengine. Watamgeuzia lugha pale kwa sababu yeye ni Muislamu wa kweli. Lakini sababu ya nne kwa nini Nabii Isa atarudi duniani, atarudi duniani kwa sababu ya kuja kufa. Hajakufa bado. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nafsi zote zitaonja mauti, na Nabii Isa atarudi na ataishi kadri ambaye atakayeishi, na atafariki na atazikwa kama vile Waislamu wanavyozikana.